Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni siku ya leo tukawezidi kujifunza neno la Mungu, na siku ya leo ningetamani kuongelea uchungu wa roho. Uchungu wa roho. By the way, uchungu wa roho ni kitu ambacho kinakaa ndani yako. Yaani sijui nifafanue vipi. Tuseme msononeko wa moyo ulio ndani, yaani maumivu makubwa, maumivu makali ndani, ama huzuni au kusononeka, kitu kama hiyo. Ni uchungu wa roho, yaani ni masononeko, huzuni iliyo ndani yako, maumivu uliyoyapitia yako ndani, umeyaweka ndani yako, majeraha makubwa, unahisi vibaya, umesikia kuvunjika moyo. Yaani ni kitu ambacho kiko ndani, unasikia ni hali ambayo huwezi ambia mtu, unasikia tu uchungu kwa ndani yako. Wewe mwenyewe ndio unasikia hayo maumivu unayoyasikia, uchungu wa roho. Kuna uchungu wa roho ambao uko ndani mwako, maybe uliwahi tenda uovu, au kuna jambo ambalo umefanya ambalo unatamani likuondokee, lakini ni kitu kiko ndani yako, unatamani kiondoke lakini haujui ukifanya nini. Siku ya leo tujifunze uchungu wa roho. Uchungu wa roho. Uchungu wa roho ni maumivu makali, msononeko, huzuni ambayo inakufanya unapoteza matumaini, au unajikuta umekata tamaa, unajikuta umefika mwisho, hatua ya mwisho. Unajikuta hauna jinsi, unajikuta tu mwenyewe umechoka, umefika mwisho. Unatamani jambo hilo likuondokee, lakini halikuondokee, umelibeba. Kwa mfano, uchungu wa roho kibiblia, tuache na kuna uchungu wa roho ambao ni maumivu, uchungu au hasira juu ya mtu, au umebeba uchuki na mtu, au umebeba hasira na mtu. Na kuna uchungu wa roho ambao unasikia uchungu huo, kuna hali ambao inakuumiza ndani yako, kuna dhambi ambayo unatamani Mungu akuondolee, au kuna maumivu ambayo unatamani yaondoke ndani mwako. Unajikuta umevunjika moyo, unajikuta uchungu huo umekuwa tatizo, umekuwa sugu kwa maisha yako. Tukiangalia kwa Biblia, kuna mtu anaitwa Hana, Samueli wa kwanza 10. Yeye alikuwa na huzuni mkuu ndani yake, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye anachekwa, anafanyiwa ubaya, anadhalilishwa. Alikuwa na huzuni kubwa ndani yake, na alikuwa akitamani kupata mtoto kama vile Biblia ilivyosema, lakini hakuwa na ule uwezo wa kupata mtoto. Lakini alimwendea Mungu kwa uchungu mwingi, akimlilia Mungu ili angalau Mungu aweze kusikia maombi yake. Na tukiangalia kitabu cha Samueli, kinaongelelea kuhusu Hana alivyo mlilia Mungu kwa uchungu, kwa maumivu makali, akitamani Mungu amsaidie. Samueli wa kwanza 1:10 nasema, naye huyu mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana. Alikuwa na uchungu moyoni mwake, alikuwa anamlilia Mungu kwa uchungu, ili Mungu aweze kumsikia kilio chake, maumivu yake. Akatamani sana Mungu aweze kumponya na kumpa mtoto, na akaweka ahadi mbele za Mungu. Kama umepitia maumivu makali, umepitia uchungu mkali, unatamani kitu fulani, unatamani maisha, mabadiliko kwenye hali fulani, maybe unatamani kuacha zinaa, lakini uchungu unajikuta unaendelea kufanya. Naambiwa mlilie Mungu, unamlilia Mungu kama vile mwanamke huyo
alivyomwendea Mungu kwa uchungu mwingi, akimwambia Mungu, nionee huruma, unisamehe, nionee huruma, uniondolee maumivu haya, maana ni maumivu makali yanayotesa moyo wangu, ni maumivu makali yanayofanya natamani kupiga hatua, lakini hatua hiyo ninashindwa kuipiga kwa sababu sielewi ni nini, lakini naomba unisamehe mahali nilipokosea. Kwa sababu ukiangalia jinsi Hana alikuwa akimlilia Mungu, utagundua kwamba alikuwa akitubu kwa machozi, alikuwa akimlilia Mungu na kumwambia Mungu, naomba uniondolee hali hii, naomba uniondolee uchungu huu. Kwa hivyo uchungu wa roho kwa kipande